akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki. Kwa mantiki hiyo sasa, endapo kama wewe, mimi, ninawaombea wafu, hawa marehemu ambao wanahitaji kwa sasa msaada wangu, wa sala zangu, wakiwa wanapitia kipindi hicho cha utakaso, endapo watamaliza kipindi hicho cha utakaso wa toharani na wataingia mbinguni, hakika watakuwa ni waombezi wetu wema, maana sisi tunaomba pia maombezi ya watakatifu watuombee. Katika makala haya tutaangazia maswali kadha wa kadha ambayo tunajiuliza mimi na wewe. Kwa nini tunaombea marehemu? Toharani ni nini? Na vipi maisha baada ya kifo? Pamoja nami ni Padre Joakim Makaya kutoka Jimbo Katoliki Musoma, naye atatufafanulia kwa undani kabisa juu ya maswali ambayo tunajiuliza mara nyingi. Kimaandiko matakatifu ambayo unasisitiza sana sisi waamini kuombea ndugu zetu marehemu. Kanisa linawaombea wafu kwa sababu linaamini kuwa upendo wa Mungu unafanya kazi hata baada ya mtu kufa, na sala inaweza kuwasaidia wazidi kukaribia ukamilifu wa kiroho wale waliokufa katika hali ya neema ya utakaso, ila wana madoa ambayo hayakulipwa wakiwa hapa duniani. Hivyo Kanisa Katoliki limekuwa na desturi ya kuwaombea wafu tangu zamani, na hivyo swala hili ni urithi wa imani ya kanisa. Kwa kuthibitisha hili, ndugu yangu, jaribu kupitia, kujifunza, kusoma na kuona katika historia ya kanisa tangu baada ya Pentekoste hadi mwishoni. Utaona kabisa imani ya uwepo wa kuwaombea wafu imekuwepo. Pia kuna msingi wa kanisa kuwaombea wafu linauchota kutoka katika maandiko matakatifu. Kuna vitabu kadhaa vinavyogusia juu ya hilo, lakini vitabu hivi havitaji kuombea wafu moja kwa moja kama ambavyo mtu angetegemea labda kutana na neno lazima muombee wafu au hiki au toharani ikoje. Havitaji hivyo kitu, lakini vinatoa madokezo ambayo ni msingi, endapo kama ukiyatafakari, ukiyaona, yanakupatia kabisa kuelewa kabisa kwa nini tunapaswa kuwaombea wafu. Kitabu ambacho kinaeleza wazi ni sehemu ya kitabu cha pili cha Wamakabayo, sura ya 12 mstari wa 38 hadi 46. Inatueleza tukio alilolifanya Yuda, kiongozi wa kikundi cha Wayahudi aliyekusanya fedha kwa ajili ya kuzipeleka hekaluni kule Yerusalemu ili watolee sadaka ya utakaso kwa ajili ya wale askari wake waliokuwa wamekufa vitani, ambapo walipoenda kuchukua maiti kwa ajili ya kuzizika walizikuta zina vinyago vya sanamu za miungu. Kwa hiyo kanisa linaona hilo, kwamba kuna imani hiyo ya kwamba watu wanaweza kutakaswa, wafu wanaweza kutakaswa hata baada ya kifo, kadiri ya kitabu hiki cha Wamakabayo sura ya 12 mstari wa 38 hadi 46. Kitabu cha ipo Injili kadiri ya Mathayo sura ya 12 mstari wa 32 inatoa dokezo fulani juu ya utakaso au juu ya hukumu itakayoweza kutolewa baadaye. Hii inasema hivi, labda tungesoma. Naye Yesu akasema, naye mtu yoyote atakayenena neno juu ya Mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Hapa tunapata dokezo kuwa kuna dhambi zinazosamehewa na zisizosamehewa katika ulimwengu huu wala ule ujao. Kauli hii inaonyesha kuwa huruma ya Mungu inaweza kuendelea hata baada ya kifo. Kuna dhambi, na atakayenena juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu huu wa sasa wala katika ulimwengu ule ujao. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna dhambi zinaweza zikasamehewa hata baadaye katika ulimwengu ule ujao. Na dhambi hizo ni zipi? Ndio kanisa linasema anayekufa akiwa katika dhambi ya mauti, yani huyu amemkataa, amemkufuru Roho Mtakatifu, amemkataa Mungu, huyu hawezi akasamehewa. Katika ulimwengu huu akiungama anasamehewa. Endapo kama amekufa bila kuungama hiyo dhambi,
hatosamehewa katika ulimwengu ule, anaenda moja kwa moja kwenye hiyo hukumu Jehanamu. Lakini endapo amekufa katika zile tunazoita dhambi ndogo, katika mapungufu yale machache, kwamba hakuwa na utashi kamili, hakuchagua kwa hiari kumpuuza na kumdharau Mwenyezi Mungu, lakini ametenda hicho swala ni dogo, na hivyo basi Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumsamehe katika maisha haya endapo akitubu, lakini pia anaweza kumpa nafasi hiyo ya utakaso katika maisha yale. Mungu wetu ni mwenye upendo, ni mwenye huruma, hawezi kumhukumu mtu ambaye kabisa ni kwamba ana pungufu dogo na anampenda na amemwamini na kumtumikia maisha yote, amhukumu kwenda katika kutengwa na upendo wake kwa milele. Mungu hawezi kufanya hivyo. Ndio maana kifungu hiki kinatusaidia pia kuelewa hiyo kwamba kuna dhambi zinaweza zikasamehewa katika ulimwengu ule, kama alivyotueleza Bwana wetu Yesu Kristo. Sura ya 12 ya Injili kadiri ya Mathayo mstari wa 32. Ni wazi kama tunavyoiona, hii haielezi waziwazi kwamba itakuwa hivi itakuwa vile, lakini ni dokezo la kile ambacho kanisa linafanya na kuamini katika kuwaombea wafu. Lakini pia tunacho kitabu waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 15, inaelekeza juu ya kazi ya mtu ambaye itasafishwa kama moto, na mtu ataokoka lakini kwa kupitia moto. Kanisa Katoliki lina kitafakari kifungu hiki kama dokezo la utakaso baada ya kifo. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 3 mstari wa 18 hadi wa 20 na mstari wa 4 na sura ya 4 mstari wa 6, Petro anataja kwamba Kristo aliwahubiria walio kifungoni. Hivyo inaonyesha kuwa roho bado inaweza kupokea neema katika hali tofauti na maisha ya sasa. Ni wazi kuwa kifungu hiki kwa namna fulani akifafanui moja kwa moja juu ya toharani, ila vidokezo vyake hatuwezi kuvipuuzia tukiviunganisha na mafundisho mengine ya kanisa juu ya maisha baada ya kifo.